wakili Deogratias Bwire, nafanya kazi Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, ni mkurugenzi wa elimu kwa umma na ufuatiliaji wa haki za binadamu. Basi siku ya leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu 2026, Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimewakutanisha wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na taasisi za kiserikali, wasimamizi wa sheria, wahudumu wa afya, lakini pia na asasi za kiraia ambao wanafanya kazi katika kusaidia manusura wa ukatili wa kijinsia. Tumewakutanisha kwa sababu kuna mradi ambao leo hii tunautambulisha kwao na tunautekeleza kwa pamoja na wadau hao. Lengo hasa ni kuhakikisha tunatengeneza mbinu, lakini tunakubaliana namna bora ya kuweza kumsaidia manusura wa ukatili wa kijinsia. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu tunafahamu tunafanya tafiti mbalimbali. Mwaka 2025 pekee tumeona kumekuwepo na kuongezeka kwa kiasi kikubwa matukio ya ukatili wa kijinsia. Kwa tafiti zetu sisi wenyewe tu tumerekodi takribani matukio 268. Unaweza ukaona namna gani ambavyo maeneo tofauti tofauti, mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Morogoro, lakini Pwani, tumeona namna gani ambavyo matukio haya yapo kwa ukubwa sana. Na siku ya leo sasa tukiwa tunazungumzia kuwasaidia manusura, tumejielekeza kwa kuanza na mkoa wa Dar es Salaam. Ina maana tutafanya huu mradi katika wilaya za Kinondoni pamoja na Temeke. Ukiangalia kitakwimu kwa mkoa wa Dar es Salaam, hizi wilaya zinaongoza kwa haya matukio ya ukatili wa kijinsia. Tumeonelea ni vizuri kuanza na eneo hili kwa sababu tulishawahi kufanya mradi wa namna hii wa kuwasaidia manusura kwa eneo la Kinondoni, hasa tukishirikiana na kituo jumuishi au one stop center iliyopo katika hospitali ya Mwananyamala miaka kama 4 iliyopita. Sasa kwa matokeo tuliyoyapata tukaona ni vizuri tukaongeza pia wigo kwa sababu bado kuna uhitaji mkubwa sana. Tukasema ni vizuri kuhusisha wadau wengine kwa maana ya asasi za kiraia, wanasaikolojia ambao wanahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa tukasema ni vizuri kuongeza pia na wanasaikolojia binafsi kwa sababu changamoto hizi huwa zinakuja na changamoto za kisaikolojia pia katika hawa ambao wanakuwa wanapata changamoto hizi za ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunaitumia mbinu ya kumweka kati huyu manusura. Kumweka kati manusura manake ni kuangalia kwanza utu wake. Kwa sababu mtu anapokuwa anakumbwa na dhama ya ukatili wa kijinsia kuna changamoto ya utu. Kwa wakati unatoa huduma lazima uhakikishe kwamba unazingatia utu wake. Lakini kitu cha pili unazingatia mahitaji yake. Mahitaji ni mengi sana ambao kimsingi yanakuwepo. Kwa sababu wakati wa utafutaji au upatikanaji wa haki wa huyu manusura vitu vingi vinatokea. Masuala ya kukusanya ushahidi, lakini masuala ya kuhakikisha kwamba analindwa pia, anapata ulinzi pale anapotoa taarifa. Manake mara nyingine pia wanaotuhumiwa wanaweza wakawa wako kutoka katika ndani ya familia. Lakini pia huyu manusura anapata haki ndani ya muda stahiki. Lakini pia mahitaji yake yeye mwenyewe anapata nafasi ya kuchagua mahitaji. Anachagua mtu wa kumhudumia, lakini anachagua namna ambavyo shauri lake linapaswa kuwa na anapewa usimamizi mzuri. Na hawa wadau wenyewe watatusaidia zaidi katika kujenga uelewa wa changamoto za ukatili na kuhakikisha kwamba manusura wanapata kufahamu sehemu za kutoa taarifa na wapi watapata msaada. Jina langu ni Nancy Masena, ni mwanasheria kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Leo tumekusanyika hapa na wadau mbalimbali kwenye uzinduzi wa mradi wetu mpya ambao unagusia kutoa msaada kwa manusura wa ukatili wa kijinsia. Mradi huu unalenga hasa kwenye mikoa ya polisi miwili, Temeke pamoja na Kinondoni, lakini haimaanishi kwamba
manusura wa ukatili wa kijinsia wa wilaya zingine hawatapata msaada, kwa sababu kama mnavyofahamu Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimekuwa kikiendelea kutoa msaada wa kisheria siku zote za uhai wake. Na kisa mradi huo unaenda kufanya nini? Unaenda hasa kuboresha mfumo wa kusaidia hawa manusura kuanzia levo ya chini kwenye jamii mpaka levo ya mwisho pale ambako atapata haki yake mahakamani. Na bado hatuishii hapo, bado tunaenda kugusa afya yake ya akili, tukimaanisha tunaenda kumpatia msaada wa kisaikolojia manusura huyo.